Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto. Niko hapa mbele kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwafungua katika maisha yenu ambayo yanakuwa ni magumu, ili kuweza kutoka kwenye changamoto kwenda sehemu yenye mafanikio, kwenda sehemu ambayo itakuwa yenye msaada kwako. Siku ya leo nadhani tuende kwenye elimu ya ndoto. Elimu ya ndoto ni elimu muhimu sana katika maisha yako. Ni elimu ambayo itakusaidia kwenye vitu vingi, kwa sababu ni elimu ambayo utajua linalokuja kesho ni lipi. Tatizo, yani inakupa indicator ya jambo linalokuja kesho yako. Kwa hiyo unakuwa unajiazali na mambo magumu yanayokuja katika maisha yako siku zijazo, au tayari yameshaingia katika maisha yako. Kwa mfano, kuna ndoto mtu unakuwa unaota unakimbizwa na wanyama wakali. Ile ndoto ukiota unakimbizwa na wanyama wakali, inakuwa inaashiria ni mashambulizi ya kipepo. Yaani wewe umekumbwa na mapepo mabaya, wewe umekumbwa na watu wabaya, umekumbwa na wachawi. Yaani wachawi wamekuzunguka tayari. Wachawi tayari wanapambana na wewe katika maisha yako. Wachawi wanakuwa ni maadui wakubwa ambao tayari wameshazingira maisha yako. Kwa unapokuwa unaota ndoto kama hiyo, jihadhari sana na ujua kwamba ni jinsi gani ya kujitatua kwenye changamoto hizo, kwa sababu hiyo ndoto sio ishara nzuri. Kuna wakati mwingine unakuta mtu anaweza akawa anaota kuota damu usingizini. Kuota damu usingizini ni ishara mbaya sana. Mtu unapokuwa unaota damu usingizini, inakuwa ina ishara mbaya, inakuwa inaashiria kifo au inakuwa inaashiria ajali. Kwa mtu mwenye mimba, ukiota damu usingizini, ina maana ni ishara mimba inaenda kuharibika. Inakutahadharisha mimba inaenda kuharibika. Kwa hizi ndoto ni ndoto ambazo unatakiwa unakuwa nazo makini sana unapoota ndoto kama hizo. Vile vile unapokuwa unaota ndoto umeibiwa taji lako, yaani ni mtu ambaye ni mshindani, ni mtu ambaye labda ni ulikuwa una taji, ulipewa medali yako au ulipewa zawadi yako. Sasa ile zawadi inaonyesha imepotea, unaota kwamba imepotea. Ina maana vile vitu kama kile kinakuwa kinaashiria kwamba wewe unaenda kupoteza umaarufu wako, unaenda kurudi nyuma, unaenda kushushwa kicheo, au wazifa wako ofisini, kiuchumi, kibiashara. Kwa hiyo ni au kisiasa, unaenda kupoteza umaarufu wako kwa namna hiyo. Kwa hiyo unapoota tu ulikuwa unataji, labda wewe ni mwanariadha, labda wewe ni mshindani fulani, ulipewa taji fulani, lakini umelala usingizini ukaota umepoteza kile kitu. Ina maana mamlaka yako yanaenda kuchukuliwa, nguvu zako zinaenda kuchukuliwa, mambo yako yanaenda kuwa magumu katika maisha yako. Vile vile unaweza katika usingizi ukaota umeota jeneza, ukalala ukaota jeneza. Hiyo sio ishara nzuri. Hiyo sio ishara nzuri kuota jeneza. Ina maana inaashiria kifo. Inaashiria kifo chako wewe au kwa mtu wako wa karibu. Kifo chako wewe au mtu wako wa karibu. Sio kwamba mpaka uwe unaumwa ndio wote kifo. Unaweza kuwa haumwi lakini ukaota kifo, lakini unaweza ukapata kifo cha ghafla. Hata wale wanaoumwa, ukiota kifo, jua kwamba tayari wewe unaenda kwenye changamoto ya kwenda kupoteza uhai wako, kwenda kupoteza maisha. Kwa hiyo hivi vyote lazima nikae niwaeleze. Unapoota hizi ndoto lazima uwe na tahadhari, kwa sababu kila kitu kina tiba yake. Kama vitu hivi vinatokea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hakuna mchungaji yoyote, hakuna shehe yoyote, hakuna imamu yoyote, wala hakuna mganga wowote wa waganguzi ambao anaweza kuyazuia haya, bali Mwenyezi Mungu anafanya litimie lile analolihitaji. Lakini kama haya mambo yote yanasababishwa na wachawi na watu wabaya, usisite, hebu tafuta tiba. Unaweza kuwa wewe kimvuli chako cha mauti kimechukuliwa, lakini watu wakatibu wakapona, wewe ukarudi kwenye uhai wako, kwa sababu nilishawaeleza hapo awali. Ina maana mtu anaweza
kukupoteza tu kwenye macho ya watu, lakini hawezi kukuua. Mwenye uwezo wa kuua ni Mwenyezi Mungu. Siku itakapokuwa imefika, Mwenyezi Mungu aliyokuandikia ndio utatoka duniani, lakini sisi binadamu hatuwezi tukamuua binadamu mwenzetu, ila tuna uwezo wa kumtoa kwenye upeo wa macho ya binadamu mwingine. Kwa hiyo unakuta binadamu kama ana uwezo wa kukutoa kwenye upeo wa macho wengine, vile vile kuna binadamu ambaye anaweza kukuopoa usitoke kwenye upeo wa macho ya binadamu, kwa sababu unaweza ukatolewa ukawa msukule, ukatumikishwa kwenye kazi za kichawi, tumikishwa kwenye kazi za kimali, ukatumikishwa kwenye kazi za maduka, za mabiashara. Si kwamba umekufa, bali ni binadamu wengine hawakuoni tu. Kwa hiyo unaweza ukazuiwa. Kwa hiyo ndoto nyingine ambazo unaota zinakuwa zinatibika, zinakuwa zinazuiwa. Kwa hiyo inawezekana kuweza kukukomboa, kukutoa kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo usiwe na shaka yoyote kwamba hizi ndoto ukiziota, kama sio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndoto hizo hayo hayasababishwi. Mwenyezi Mungu hajataka hayo yako yatimie, ni binadamu, tutakuopoa. Usisite, mpigie Dr. Chikalamoto simu ya 078 4994048. Atakusaidia matatizo yako, na wewe utaepukana na hicho kifo, utaepukana na hao wachawi, utaepukana na hiyo zahama ambayo inakukuta karibuni, kwa sababu ni wanadamu ndio wanasababisha hivyo. Kwa sababu Dr. Chikalamoto naye ni mwanadamu, anaweza kukutoa kwenye hiyo changamoto, lakini kama ni Mwenyezi Mungu, tunaacha jambo lake litimie kama yeye alivyopanga. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kwa siku ya leo naomba niishie hapa, tufunge mada zetu, ili siku nyingine tutaendelea na mada mbalimbali kuweza kuelezea elimu mbalimbali zitakazokuwa zinakuja katika TV yetu. Kwa hiyo msisite kusubscribe na kuendelea kufuatilia vipindi hivi kila wakati tutaendelea kuwaleteni vipindi ili muendelee kuelimika na muendelee kuweza kujua jambo gani baya na jambo gani zuri linalowaijia katika maisha yenu. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.